Story point ni kisa cha Abudi na mke wake Hajawa wanaojulikana kama wauaji wa watoto wa Mosul mwaka 1917. Kinachukuliwa kuwa miongoni mwa uhalifu mbaya zaidi kuwahi kutokea Iraki katika karne ya 20. Ni simulizi iliyotikisa nchi nzima na kuendelea kusimuliwa kwa miaka mingi kutokana na ukatili wake wa kutisha. Uhalifu huu haukujulikana kwa miezi kadhaa, licha ya ukweli kwamba wanandoa hao walikuwa wameteka nyara zaidi ya watoto 100, wakawachinja na kutumia nyama zao kupika chakula kinachojulikana kama kalia, ambacho waliuzwa kwa wananchi katika duka lao bila kuibua shaka mwanzoni. Chanzo cha tukio hilo kinarejea mwaka 1916, wakati ambapo Mosul na maeneo mengine ya Iraki yalipigwa na ukame mkali. Mazao na mifugo vikafa, hali iliyoleta njaa sana. Watu walilazimika kula paka na mbwa. Bei ya ngano ilipanda kupita kiasi, na mwaka huo ukaitwa mwaka wa gharama kubwa ya lira. Kisa hiki kimetajwa na mwanahistoria marehemu Ahmad Ali Sufi katika kitabu chake cha historia mafunzo ya Mosul, akinukuu jarida la Kituruki Imdali mwisho wa utawala wa Ottoman. Kadiri njaa ilivyozidi, Abudi na mke wake Hajawa aliyekuwa dalali walianza kuteka watoto, kuwaua na kuwapika nyama zao ili kuandaa chakula cha kuuza. Uhalifu wao uliendelea kwa miezi kadhaa hadi bahati mbaya ikafichuka siri yao. Siku moja sokoni, mwanaume mmoja alipokuwa anakula chakula kutoka dukani hapo, alihisi kitu kigumu mdomoni. Alipokitoa aligundua kuwa ni kipande cha kidole cha mtoto mdogo. Mara alienda kutoa taarifa kwa polisi. Polisi waliwakamata wanandoa hao, na walipovamia nyumba yao walikuta kisima kilichojaa vichwa vya watoto, takriban vichwa 100, tukio lililoshtua mji mzima. Walifikishwa mahakamani, ambapo Hajawa alivunjika moyo na kukiri yote walioyafanya. Walipoulizwa kwa sababu, walisema njaa kali iliwalazimisha. Wakaanza kwa kula paka, kisha mbwa, na walipoisha wakaamua kula nyama ya binadamu. Mwanzoni hawakuua watoto, walimuua jirani yao mzee, wakapika nyama yake, lakini hawakuipenda kwa sababu ilikuwa nzito na iliwaletea kichefuchefu na kuwarisha. Baadaye walimtuma mwana wao akawatege watoto, wakamchinja mtoto mmoja na kugundua nyama ya mtoto ni laini na nzuri kuwalaza kwa sababu ya umri mdogo. Hapo ndipo walipoamua watoto wawe walengwa wakuu. Baada ya kesi, mahakama ilitoa hukumu ya kunyongwa kwa Abudi na Hajawa. Hukumu ya kesi hiyo ya kunyongwa ikitekelezwa katika uwanja wa Bob Al Taub katikati ya Mosul. Siku ya kunyongwa alipelekwa akiwa amepandishwa punda, huku umati wa watu ukiwatukana na kuwapiga kwa hasira. Mwanamke mmoja alimshambulia Hajawa akimuma mguu wake, huku akipiga kelele kwa uchungu mkali sana kwamba aliwala watoto wake 3. Lakini cha kushangaza, Abudi hakuomba msamaha, bali aliendelea kuwatukana watu na kuilaumu serikali kwa njaa. Watu waliona kuwa kila walipojaribu kukuelekeza mwili wake upande kwa kibla, kama iligeuka na kumgeuza mgongo, wakichukulia hilo kama ishara ya adhabu ya Mungu na ukubwa wa dhambi yao. Naam, namaliza namna hiyo, ila nimeifupisha kidogo, maana inaumiza haswa kwa wale ambao wamewahi kupoteza ndugu zao bila kujua walipo mpaka leo. Itoshe kusema dunia ina watu wakatili mno. Allah tuhifadhi na shari za viumbe wake.